الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nataraji mwazima, alhamdulillah sisi hapa tuko salama. Kama ada tunaendelea na podcast yetu ambayo tunajadili masala ya sheria ya Kiislamu na ilivyo katika katiba ya Kenya. Leo tunataka kuangalia masala ambayo ni masala muhimu sana. Kama kawaida mara nyingi watu wanapeleka kesi kotini, koti zote. Iwe ni koti ya kadhi au ni koti ya kawaida, anapeleka kesi kotini na wengine huwa hawajakubali yale maamuzi, yani anahisi ya kwamba yale maamuzi hayajamridhisha yeye. Sasa huwa mara nyingine anataka kwenda kupeleka kwa jaji mwingine ili jaji atazame haya maamuzi yaliyotolewa ni ya sawa au yanaendana na katiba, vitu kama hivyo. Sasa wafikiria Muislamu pia au Waislamu kama tulivyosema wamepewa haki ya kuwa na kadhi Scott katika katiba. Naye akapeleka kesi yake kwa kadhi na kadhi akapitia, lakini yale maamuzi yaliyotoka pale yakawa hajamridhisha. Sasa huyu Muislamu akawa ana changamoto, anataka ya kwamba kesi yangu hii niloileta kwa kadhi ningependa isikilizwe upya na iangaliwe huu uamuzi uliotolewa, je, ni uamuzi wa sawa au si uamuzi wa sawa. Lakini kwa nia yake au moyo wake akawa anataka ya kwamba kesi hii hata ikipelekwa kwa kadhi mwingine au jaji mwingine bado natija yake iwe ni natija ya Kiislamu, ambayo pamoja na kwamba na constitution tuliokuwa nayo na uhuru tuliokuwa nao hapa kwenye kipengele hiki kidogo kunakuwa na shida, kwa sababu maamuzi yatakayotolewa katika koti ya kukata rufaa kidogo hayatakuwa yamefuata misingi hii. Sasa kujadili swala hili na kujaribu kutafuta utatuzi wa swala hili na uvumbuzi wa kizungumkuti hiki, nimewaita maustadhi wangu na mashekhe wangu ambao ni wataalamu katika masala ya sheria ya Kiislamu ili waweze kujadili na kutatua haya. Kama ada tunaye kwenye studio zetu hizi za podcast shekhe wetu Sheikh Ahmad Haj ambaye ni mtaalamu wa masala haya ya sheria ya Kiislamu, naye anamalizia cheti cha uzamili ama ukipenda sema masters katika masala haya ya Islamic law. Naye kando yake ni ustadhi wetu na ustadhi wake ambaye si mwingine, tulisema tunamuita Haj Agha au Haj alafu Agha kwa ibara za Sheikh Ahmad ili tusije tukachanganya mambo au tunaweza kuongeza. Naye ni Hujjatul Islam wal Muslimin ambaye ni Sheikh Salim. Yeye ni mtaalamu na ndo mwalimu wetu katika elimu hii ya fiqh au sheria ya Kiislamu. Ningeomba wawasalimie kwanza kabla kuanza kuwapiga na maswali makali. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru wote ambao kwamba wanafuatilia vipindi hivi ambao kwamba inahusiana na masala ya kadhi Scott kwa ujumla, hususan katika nchi yetu ya Kenya na utendaji kazi wa kadhi Scott. Nafikiri ikiwa yule ambaye kwamba atakayefuatilia kuanzia mwanzo mpaka sehemu ambayo kwamba tumefikia atakuwa ni mwenye kufaidika sana tena sana, na pia sisi upande mwingine tunafaidika. Kama watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Tunawatakia wakati mwema na tunatarajia kwamba mtafaidika na vipindi hivi na vikao hivi ambavyo insha Allah vya kuongeza elimu na maarifa na kuweza kutatua shaka ambazo labda zipo kuhusiana na nini sheria za Kiislamu. Naam. Asante sana, karibuni. Mwanzo sisi watu wa kawaida sisi watu tunajiuliza kwanza, kadhi anaweza akatoa maamuzi alafu mimi nisiridhike au nitakuwa napinga sheria za Mungu? Je, katika hili swala la appeal la kukata rufaa liko katika Uislamu kwanza? Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema ya kwamba ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum baina an-nasi bil haqq. Ahsantu. Hiyo ni aya ya Qur'ani ambayo inasema kwa Kiswahili chake ya kwamba ewe Daud, yani mtume Daud, Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba hakika wewe tumekufanya kuwa
khalifa juu ya ardhi. Yani khalifa ni yule ambayo amekuwa successor juu ya ardhi, yani amechaguliwa na Mwenyezi Mungu achukue nafasi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwakilishi wake. Mwenyezi Mungu ndio anastahiki kutawala ardhi na mambo yote, lakini sasa yeye Mwenyezi Mungu hashuki chini, haji kuishi. Kwa hivyo anamweka mtu ambaye anakuwa ni mwakilishi wake, ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa lakini baada ya kuwa vile, Mwenyezi Mungu anamwamrisha, anasema fahkum baina nasi bilhaq, basi hukumu baina ya watu kwa haki. Sasa haki ni kitu muhimu, yani haki, uadilifu ni jambo ambalo liko. Kwa hivyo msingi wa kuhukumu baina ya watu lazima kuwe na haki. Sasa swali ni je, kwanza kabisa kabla ya kujibu ya kwamba unaweza kushtaki kulalamika kuhusu kesi ambayo labda imefanyika, umehukumiwa au kufanya rufaa, ni kwamba je, kwanza inajuzu kuvunja hukumu ya kadhi ambayo ameitoa? Hukumu ametoa, je, inajuzu? Inawezekana? Swali la msingi sana, manake wengi pengine wanaogopa au wengi tunaogopa kwamba kadhi akishasema na kwa kuwa yeye kadhi ametumia mfano Qur'ani na Sunna katika kutoa maamuzi yake. Sasa wewe ukienda kinyume na kadhi, je, inahesabika umekwenda kinyume na Qur'ani na Mwenyezi Mungu? Hilo ni swali ambalo sasa mtu anaweza akajiuliza, inajuzu kuvunja au kadhi mwingine aje akuja badilisha ile hukumu? Yeye ametoa hukumu akaja akasema kwamba mimi natoa hukumu. Je, inawezekana? Akishapitisha inawezekana? Na je, hii imaanisha kwamba hukumu za Kiislamu zinagongana? Sasa ndio hilo, hayo ndio maswali ambayo sasa yanaingia hapo. Yani kuna fuatilia maswali kadhaa nyuma yake. Sasa kwanza kabisa, kadhi ana hukumu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio ameweka hukumu. Ndio. Mwenyezi Mungu anaamrisha fahkum baina nasi bilhaq. Sheria zote ni za Mwenyezi Mungu. Na Qur'ani pia bado inasema man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Na yule ambaye hahukumu kufuatana na yale Mwenyezi Mungu ameteremsha, yani hukumu za Mwenyezi Mungu, anafuata hukumu zake, basi hao ni mafasiki. Na kuna aya zingine pia zina wenye kudhulumu. Sasa hukumu za Mwenyezi Mungu hazibadilishwi. Sasa huyu kadhi ametumia hukumu ya Mwenyezi Mungu. Sasa ukimpinga kadhi, si utakuwa umevunja sheria nini ya Mwenyezi Mungu, umebadilisha. Kwa hivyo hii inamaanisha hakuna rufaa? Ndio nauliza. Sisi tunauliza na sisi tunauliza ndio tuweze kujibu. Sasa jawabu jawabu ni kwamba sheria za Mwenyezi Mungu hazifai kuvunjwa. Na sheria ya Mwenyezi Mungu ni sheria. Sasa kadhi ametumia sheria ya Mwenyezi Mungu, ni amepitisha, ametumia, haijuzu kubadilisha. Kwa hivyo kadhi mwingine pia hawezi kuja kubadilisha. Haiwezekani ikiwa ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa lakini mimi nimedhulumiwa na sheria imesema kwamba sifai kudhulumiwa. Sasa huyu kadhi mimi naona amenidhulumu kwa sababu labda mimi nilikuwa nastahiki huko, tutafanyaje? Sasa sheria nayo imeweka sheria kwamba mtu anaweza kushtakia, hukumu yake ikaangaliwa kwa upya na ikawa itaangaliwa, lakini katika nini? Sio kubadilisha hukumu ya Mwenyezi Mungu. Ni hukumu ya kadhi ndio tunaangalia. Ikiwa kwa sababu ina nini regeleo au reference ambazo anatakana kufuatilia ndio atoe hukumu. Sasa ile hukumu inategemea alkitabu wa sunna. Kitabu na sunna. Sasa huenda ikawa yeye hakufuata hiyo taratibu ipasavyo. Amekosea, hakufuata sunna mahala fulani, na ikaonekana mahala fulani hakufuata sunna au hakufuata Qur'an. Sasa katika mambo kama hayo, hapo inaweza kufuatiliwa, kushtakia, na mjuzi mwingine ambaye yuko na ujuzi kama yeye au zaidi akaja akasema kwamba yeye hakufuata kulingana na sunna, amefanya kinyume, au kwa kulingana na Qur'ani amefanya kinyume. Hii ni kufuatana na sheria yenyewe, hukumu yenyewe, kuibadilisha hukumu, yani kwamba hukumu iliyotolewa haiambatani na Qur'ani na sunna. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili, katika utekelezaji yani wa ile tatbik wasemavyo, kutumikiza ile Qur'ani ndio sawa hukumu ndio hiyo Mwenyezi Mungu amesema. Mathalan, kwa mfano, mwenye kuiba
hukumu yake ni hii. Ndio. Mwenye kunywa pombe hukumu yake ni, mwenye kuzini hukumu yake ni, zimeandikwa wasiwasi. Lakini sasa mimi nikawa nina nini, amekuja hiyo akatumikiza hiyo hukumu kwangu. Lakini mimi nilikuwa sistaki hiki, kulingana na mimi naona hapana, haifai. Hii sehemu hakufanya sawa. Ni kama vile, kwa mfano mwingine mwepesi, sheria inasema ya kwamba pombe ni haramu. Sasa hii ni pombe au si pombe? Sasa hilo ni baina yangu na mpaka sasa tuthibitishe. Kwanza tuthibitishe hii ni pombe, alafu nithibitishe ya kwamba nimekunywa pombe, alafu sasa nini ushahidi wa kutosha huko, alafu tatu ni kwamba sasa hukumu inakuja kwamba mwenye kunywa pombe na ushahidi umethibitisha kwamba amekunywa pombe. Sasa hapo ndio hukumu ya Mwenyezi Mungu inasema mwenye kunywa pombe aadhibiwe kiasi fulani. Sasa kwa upande huu wa vitu hivi vingine, mtu anaweza kufanya rufaa kwa ajili ya vitu hivyo, yani kusema ya kwamba wao walithibitisha kwamba ni pombe, lakini mimi nathibitisha, nina dalili ya kuonyesha ilikuwa si pombe, ni maji. Walikosea katika kuainisha, kuainisha hii subject. Haya, pili, la ni pombe nini, lakini kumetokea kutofahamika, wakaona kana kwamba mimi kweli nimefanya nini, ni mimi nimekunywa pombe, lakini sikunywa pombe, nilikunywa kitu kingine. Au walifikiria ni mimi, lakini kumbe sio mimi. Kwa hivyo kwa upande wa vitu kama hivyo ndio vinasababisha kwamba mtu mpaka anaweza kurudi ili apate haki yake. Au labda alikuwa hana dalili wakati ule hukumu ikifanyika, alikuwa, kwa sababu aliambiwa toa dalili, toa ushahidi wa kuthibitisha ya kwamba jambo hili ndivyo lilivyo. Sasa lakini ilipofika alikuwa hana kitu. Anasema kwa mfano hiki kiwanja ni changu. Sasa lakini hana makaratasi, hana nini ya kuthibitisha. Lakini kesho akaja akapata karatasi, ilikuwa imejificha kwenye sanduku, sijui ndio leo nimeitoa. Kwa hivyo anaweza kushtakia, akaja sasa kuthibitisha kwa sababu amepata nini, albayina. Hapo ndo akina Sheikh Ahmad wanatuambia kuwa eti ukosefu wa ushahidi sio ushahidi wa ukosefu. The absence of evidence is not the evidence of absence. Na Sheikh Ahmad, unaingia vipi hapa? Nilikuwa nataka kuongezea kitu kabla Sheikh aendelee mwanzoni kabisa. Na naona alhamdulillah Sheikh hajaingia huko bado. Tulikuwa tunataka kusema hivi kwamba katika hizi koti za Kiislamu ni kwamba huyu kadhi kama kadhi, vile Sheikh ametangulia kusema kwamba ana hukumu na sheria ya Kiislamu, yani na Qur'ani na Sunna. Sasa baada ya kuhukumu ikawa ile hukumu haijaridhisha mimi, tunataka kuweka kitu wazi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati mwingi katika Qur'ani anaongea kupitia wanadamu, yani anaongea kupitia ndimi na vifua vya wanadamu. Mathalan, mfano nataka tu kusema kwa mfano tuko na Hujjatul Islam wal Muslimin hapa. Kuna baadhi ya vitu sisi hatufahamu, lakini yeye anaweza kufahamu. Sasa akiweza kutubainishia, inamaanisha sisi tutafahamu hizo masala kupitia nani? Kupitia yeye. Ni sawa na vile kadhi. Kuna baadhi ya hukumu katika jamii atakapotoa, inamaanisha zile hukumu ni lazima tufanye nini? Tuzininio. Sasa swali ambayo kwamba alikuwa nataka tujiulize ni kwamba je, ikiwa huyu kadhi atakuwa ni mwenye kutoa hukumu moja kwa moja, sasa mimi naingia na upande mwingine. Je, inafaa nifate vyombo ambavyo kwamba sivyo vya Kiislamu ama haifai kufata? Hiyo ndio swali ambayo kwamba alikuwa nataka nijiulize, na maana kwamba pia ina umuhimu wake. Jawabu ni kwamba kulingana na baadhi ya hadithi hairuhusu kwenda kwa vyombo ambavyo kwamba sivyo vyombo vya Kiislamu, ambavyo kwamba ni katika kukata rufaa tunakusudia, sio? Naam, katika kukata rufaa haifai kabisa kwenda kwa vyombo ambavyo kwamba sivyo vya Kiislamu. Sasa ikiwa mimi nimehukumiwa kwamba hukumu imekuja kwamba ya talaka mfano, au hukumu
ya kutorithi mfano au hukumu nyingine, inafaa kwamba ni lazima kama mimi kama Muislamu na kijana wa Kiislamu na shababu wa Kiislamu inafaa ni tackle Kiislamu, haifai ni tackle ile hukumu kwa kupitia njia nyingine ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kukataa. Pengine mbele tutakuwa ni kueleza. Na hiyo nukta katika 15 ya pili itabidi uingie ndani zaidi. Lakini hapa asli tunataka kuangalia uko hapo Sheikh Ahmad ulipoingia. Je, unamaanisha kwamba huyu Muislamu hajakaa ametuambia kwamba tunaruhusa kwamba pengine ushahidi sikuwa nao nimepata, ama pengine ule ushahidi ambao waliutumia wao waliona ndivyo sivyo, sawa sawa? Maanake macho ya binadamu saa zingine yanadanganya. Ni kweli. Ingawa wataalamu wa mantiki wanasema macho hayadanganyi. Wanasema tafsiri yako ndo ilikuhada. Ni kweli kabisa. Lakini macho iliona sawa. Za hapo ulipoingia kana kwamba umesema basi huyu hana ruhusa kwenda kukata rufaa kokote, kwa sababu swali letu ni hapa katika kukata rufaa. Je, anaruhusiwa kwanza kukata rufaa ama haruhusiwi? Katika kukata rufaa Maulana, kuna baadhi ya masala ambazo kwamba kama vile Sheikh ametangulia, kuna baadhi ya masala ambazo kwamba lao atakuwa ni mwenye kufuatilia yeye mwenyewe na ikawa kuna bayina, anaweza kuja na aseme kwamba hii hukumu ambayo kwamba mlipitisha sio sahihi, mimi nilikuwa na hii na hii na hii ambayo kwamba inathibitisha kinyume. Ndio sasa huyo kadhi atahukumu kulingana na hiyo bayina ambayo kwamba umekuwa ni mwenye kuyatoa. Ahsantu. Kwa hivyo limeeleweka, yani loud and clear. Sema Haja alikuwa na baadhi ya nukta na tuongezea hapo mwanzo kabla. Sijui kama tunaweza ingia hapo kidogo Maulana. Tunaweza isukuma. Mfano. Iwe kuna ninio, kuna kesi ya mtoto mfano. Baba anasema kwamba huyu mtoto sio huyu mama, ni wa mama mwingine. Yule mama mwingine akuje na bayina, akuje na makaratasi yaoneshe kwamba huyu ni mtoto wangu. Huyu mama ambaye kwamba anadai sasa huyu ni mtoto wake, huyu ni mtoto wake, hana bayina. Naona sasa inamaanisha kama kadhi atahukumu kwamba huyu mtoto ni wa nani, ni huyu mama mwingine ambaye kwamba ameleta bayina. Lakini sasa baadaye kidogo tuweke wazi, bayina ni dalili, evidence yani. Lakini sasa baadaye huyu mama wa kwanza aende atafanye uchambuzi wake, atafute sasa zile evidence ya uhakika ambazo kwamba alikuwa anazitegemea katika birth certificate, katika DNA, afanye zote, akuje aseme sasa kadhi ndio hizi evidence zangu, inamaanisha hukumu itafanya nini? Itabadilika. Lakini si kubadilika kwamba yani ibadilike kwamba inagonga Qur'ani, inagonga sunna, la. Lakini ni kwa ajili inabadilika kulingana na uhakika wa mambo vile ilivyo nao. Ahsantum sana. Naona hata muda unatuambia haraka tuingie katika kipengele cha pili cha maswali yetu ya leo. Kama nimeelewa vizuri, na pia nafikiri nyinyi pia mtakuwa mmeelewa vizuri kwamba Uislamu umefungua mlango huo, ikiwa kuna baadhi ya vitu kama tulivyoelezea, ukosefu wa ushahidi, au ushahidi umepatikana au ushahidi ulitolewa lakini ulikuwa ni kinyume, au kwa bahati mbaya yule jaji alikuwa hajalahidh pande zote, lakini amekwenda kwa mwingine akaweza kufafanua kwa upana zaidi. Kwa hivyo system yenyewe ipo, lakini changamoto inabakia hapa ambapo mtu ameshaamua kwamba mimi kesi yangu, japokuwa huyu jaji au huyu kadhi amehukumu, si kupendelea nini hukumu yake. Sasa yeye angetaka hukumu yake ibakie ya Kiislamu. Hujjatul Islam aliashiria jambo katika podcast zilizopita, zipo bado utazipata, jambo la social contract, ya kwamba mtu anapoishi katika constitution fulani, katiba fulani au dini fulani, huwa ni mkataba kati yake na ima Mwenyezi Mungu, ya kwamba mimi nimeridhia kwamba mimi ni Muislamu, au mimi nimeridhia kwamba mimi ni Mkristo, nitakuwa nikifuata mambo ya Kikristo au Kiyahudi au dini nyingine yoyote, au nimeridhia mimi kuwa Mkenya, ya kwamba katiba ya Kenya iko hivi na hivi, inabidi tufuate hivi. Sasa hapa katika kesi tunawezaje, au kuna
proposal zipi ambazo tunaweza zitoa, pendekezo mapendekezo yapi ambayo tunaweza kuyatoa ili kuboresha mfumo wa appeal, wa kukata rufaa katika katiba yetu ya Kenya, kwa sababu hii imeonekana ni challenge ya kwamba ndio sijaridhia kadhi ametoa, lakini nataka ni appeal kwa kadhi, yani mambo yangu yasitoke pale pale kwa Qur'ani na Sunna, kwa sababu High Court ambayo ndo imekuwa ni kesi zote ambazo zinatoka katika subordinate courts, ambayo kadhi imewekwa katika level hii pamoja na magistrate courts na kadhi courts ziko level hii. Kesi zote ambazo zinatoka katika hizi subordinate courts zinapelekwa High Court in case of appeal ama kukata rufaa. Sasa tunawezaje, yani kuna mapendekezo yapi ambayo tunaweza kuyatoa ambayo yanaweza kuwa incorporated ili kufanya hizi kesi ambazo zinapelekwa kwa High Court kwa njia moja ama nyingine ziwe zinaishia katika natija ambayo ni natija za Kiislamu kwa zaidi? Kabla ya kujibu swali hilo ni kwa sababu ametaja kitu ambacho pia kinahusiana na yale ambayo tumezungumzia, lakini hakikutajwa vizuri. Yani si ati kwamba hakikamilifu. Sheikh ameelezea, lakini mnaona swali hili bado limebaki kwenye akili au bongo za watu. Au kuna kitu hakijaeleweka nacho. Ni nini? Ya kwamba kuna ushahidi umetaja jambo hilo. Sasa nikiingilia kwenye ushahidi kwanza, ni kwamba kadhi kulingana na sheria za Kiislamu anatumia vitu gani ili anapokufikia? Anatumia vitu viwili msingi. Ndio kuna vitu vingine nini, lakini msingi ni vitu viwili ambapo Mtume, msingi huu ni Mtume ametuwekea, amesema ya kwamba inni ahkumu bainakum bilbayinati wal aiman. Yani kwamba Mtume anasema ya kwamba mimi na hukumu baina yenu kwa kutumia bayinat. Nini bayinati? Ni ushahidi. Ushahidi mtu anakuja nao, unaelezea, unasema ya kwamba mimi niko na ushahidi fulani. Kwa mfano hati ya shamba na karatasi kwa mfano ya ndoa, hati za ndoa hizi nini, shahada za ndoa, marriage certificate, au na mambo kama hayo, au una watu wanaweza kuthibitisha jambo hilo. Kwa uchache wao watu wawili wenye kuthibitisha jambo hilo, kwamba waliona nini, mashahidi wawili wana jambo hilo. Kwa hivyo hii inaingia ni katika ushahidi. Sasa huyo ni mtu ambaye kuna watu wawili kwenye kesi. Kawaida kuna mtu ambaye ni muddai na munkir. Muddai ni mtu mwenye kudai, sema mimi ili jambo ni hivi na hivi, huyu amechukua mali yangu, huyu amefanya hivi. Sasa yeye ni mwenye kudai. Huyu mwenye kudai huwa anaitishwa ushahidi. Sio unadai jambo fulani, toa ushahidi, ndio unatakana utoe. Sasa na kutuhumu, sasa kwa hivyo mwenye kutuhumu kwa lugha nyingine. Ama upande huu mwingine, huyu anaitwa munkir, yenye kukataa. Anasema huyu amedai jambo fulani, anakataa, anasema hapana, sio hivyo, hii mali ni yangu. Mtuhumiwa sasa. Wanasema huyu amechukua mke wangu, na wewe unasema hapana, mimi. Haya, una dalili gani? Ni siku fulani imekuwa hivi, kuna ushahidi. Haya. Sasa kwa hivyo kuna hizo mbili. Wakati mwingine inakuwa pande zote mbili ni wenye kudai. Huyo anadai kitu na huyo anadai kitu. Kwa hivyo wote watatoa ushahidi. Sasa kuna taratibu ambazo zinatumika, ndio hivyo. Sasa hizo ndio njia ambazo za kunini. Ndio kuna mambo mengine, kwa mfano, je, inajuzu huyu kadhi atumie elimu yake? Yani yeye story yenyewe anaijua yeye mwenyewe. Yeye anajua, kwa mfano alishuhudia jambo lenyewe nini, anaweza kuja kuhukumu tu bila kutegemea huyu wala nini wala shahidi. Sasa mazungumzo yako hapo, je, inajuzu haijuzu? Kulingana na sheria za Kiislamu pia ni kwamba inajuzu. Anaweza kuhukumu kama yeye ana elimu, anaweza kutumia elimu yake, yani ujuzu, jambo hilo analijua vizuri na akahukumu. Kwa hivyo hilo tena hahitaji tena kutumia hizi njia mbili ambazo zinatumika. Aiman, yani, na huyu njia ya pili ndio nimesema kuna ushahidi na aiman, viapo. Mtu anaapishwa. Sasa kwa upande huu mwenye kukataa huwa mara nyingi anatumia nini? Kuapishwa. Na kuna sehemu kadhaa. Sasa hii nilikuwa nikitaka kuelezea ndio tuweze kuelewa mambo yanakwenda vipi. Sasa kwa upande huo ndio kunaweza kusababisha mtu akahitaji kufanya nini? Kuapili au kufanya rufaa. Sasa tukirudi kwa upande huu wa pili, maadamu sasa tushakubali na katiba ishakubali ya kwamba kadhi courts, mahakama ya makadhi iwe katika integrated ndani ya constitution. Sasa kulingana na nidhamu, yani
haijachukua makadhi tu, imechukua system ya makadhi imewekwa kwenye nini. Na kulingana na system ile ya makadhi kuna hiyo jambo la kufanya rufaa. Sasa kikamilifu kama ile nidhamu inahitajia kufanyika, inahitaji kuwa nani? Kuwe na courts ambazo ndio za kufanya rufaa. Mtu anaweza kushtakia ikiwa hakuridhia hapa. Kwa hivyo katika hiyo nidhamu ndio inahitaji kuangaliwa, iweze kuongezewa kwamba kuna koti za juu zaidi katika zile zinafuata sheria. Kwa sababu kwanza hii ni system ambayo inafuata sheria za Kiislamu ambazo wajuzi, mtu huwezi kuwa tu kadhi tu hivi mpaka uende umesoma miaka kadhaa mpaka umepata nini shahada yako ndio kuwe nini. Sasa mtu kama amesoma sheria ambayo ni ya nchi, ni tofauti na sheria za Kiislamu. Kuna taratibu yake, kuna misingi yake ambayo tumesema, kuna kitabu na sunna, Qur'ani na sunna. Sasa huyu ambaye amesoma sheria hizi za kikawaida, yeye hajui haya. Kwa hivyo hawezi kuhukumu kwa njia ile, kwa misingi ile. Sasa kuipeleka Supreme Court au High Court hizo, koti ya rufaa kwa mfano pia, itakuwa hakuna mtu ambaye anajua hii sheria. Kwa hivyo yeye atahukumu kufuatana na misingi ile ambayo amefundishwa nayo, na atahukumu kulingana na sheria ambayo sio ya Kiislamu, ambapo sasa itakuwa ni kugonga nidhamu hii ambayo tumeingiza ndani ya nidhamu ya nchi, alafu itakuwa ina kasoro, haina ukamilifu. Ima kama tutafanya, ima ni tuongeze kitengo huko juu, tuwaweke watu wajuzi kunapokuwa ambao wanajua sheria za Kiislamu, makadhi wawe pia katika ngazi hizo za juu, ili ndio kukitolewa hapa hukumu, wao ndio wanapelekewa nini, wanahukumu, wanafanya ile rufaa inafanyiwa kwao. Ima iwe chini katika hii nidhamu ya hapa chini, kama itawekwa, ima iwekwe hapa chini au iwekwe kule juu kwenye koti hizo za rufaa, ndio waweze kufanya nini, wawe wakihukumu kufuatana na ujuzi ule ambao wanatakana watumie. Sasa hiyo ni njia hizo ambazo zinawezekana. Hizo ni njia muhimu sana, na inahitajia kama hiyo uliotaja kwanza ni an act of parliament. Yani iwekwe kabisa kwenye constitution, itengezewe kabisa mahakama ambayo itakuwa ni juu ya mahakama ya kadhi, ambayo inaweza kuwa kati yapo na nini, ili watu wakitaka kuapil wanapeleka katika ama hiyo opinion ya pili. Hii ya kwanza inaweza kuwa ni ngumu kutekelezeka kwa kesi fulani, lakini inahitajia Waislamu kuja pamoja na wabunge wale wawakilishi wao kuzungumza nao na kupigia nini, ambayo inahitajika kwa sasa. Tushaona haja hii ipo, inabidi Waislamu kila mtu kama ataweza kumfikishia mbunge wake na vitu kama hivyo. Ama hii ya pili ni rahisi zaidi kwa wale ambao, yani koti, ikiwa koti inataka kutekeleza, kwa sababu ni mfumo tayari iko. Wakipelekwa mfano jaji hana expertise katika viwanja fulani, pengine ni technical ama ni nini, huwa anamuita mtu ambaye akona ujuzi katika nyanja ile, na mueleze kwamba hivi na hivi ni sawa na nini, anachukua hizo alafu anafanya nini, anafanya hukumu wake, ambao ni rahisi sana. Na hii haihitaji hata kwenda bungeni au kutengezwa sehemu nyingine, maana yake ni mfumo tayari huko. Tungeomba kama jaji na nini waweze kutekeleza swala hili, linakuwa ni wepesi zaidi, hasa kwa sababu kutofanyika hili mara nyingine kuna mnyima mtu haki. Ndio kweli. Kwa nini? Kwa sababu mtu hajaridhia uamuzi uliotolewa katika kadhi Scott, na hataki kwenda kule kwa kuwa utamtoa katika sheria ambayo anataka yeye ahukumiwe kwa. Kwa hivyo hii haki ameikosa haki yake na hataki kuifuata. So ili kumsaidia Mkenya na ni mwananchi na anataka haki yake itekelezwe, inabidi mifumo hii ifanye nini? Hiyo na utekelezaji. Na Sheikh Ahmed tuongee kitu. Asante. Hiyo ndo nukta ambayo kwamba pia tulikuwa tunataka tuongezee. Naam. Kwamba dakika mbili tu kutumalizia kipindi. Ya kumalizia. Naam. Asante. Kwamba lau kila katika sekta mbalimbali, yani katika sekta hizo, katika hizo koti mbalimbali, lau kukiwa kuna mmoja wa vile umetaja ambaye kwamba takhasusi yake ni masuala na kuhukumu, akiwa katika moja hizi koti kano na koti ya kadhi Scott, itakuwa ni vizuri. Maana utapata kesi nyingi za maardhi, kesi mingi za nini, inafaa watu hukumiwe na nini ya Kiislamu na system ya Kiislamu, lakini sasa utapata mtu nini yake inaenda hivyo. Sisi tungependa kutoa maoni yetu na ushauri wetu especially katika jamii kwamba
ni muhimu sana wajue sheria, wajue sheria zao ambazo kwamba zinawahusu. Mathalan katika society ya wasichana na katika society ya vijana, ni vizuri sana warudi katika sheria na wasome. Maana mtu anaweza sema kwamba mimi ni Muislamu, lakini kumbe mwishowe anaweza patana na hukumu ambayo kwamba itamgonga awe ni mwenye kushangaa. Unaona, hasa ni vizuri sana vijana wetu wasome na wajaribu kufuatilia masuala na kadhi, anafanya nini, kadhi anahukumu vipi, anatoa wapi hukumu na vitu kama hivyo. Naam, vizuri zaidi kwa kuwa muda umeshatupa kisogo kwa ibara zetu. Na naona hajagaa na jambo moja nataka kutoa. Jamani, nusu saa tu, lakini naomba dakika moja ama mbili hajagaa kiongezea. Kuna hii option moja ambayo ningependa akimalizia hii dakika moja pia itaje, ambayo ni option ya arbitration au kuenda kwa pia iko katika constitution. Huenda kuna nini haija kufurahisha, kuna wale unaweza kwenda kwa mashehe na kufanya arbitration. Naam, haja. Naam, nukta nyingine inakutana na hii ambayo tumezungumza kwamba ndani ya nini ya nidhamu ya makadhi kuwe na kitu kama hicho. Lakini sasa hii inaenda kwa njia gani? Kwa njia hii ya kwamba tuna kadhi mkuu. Chief kadhi kama atapatiwa nguvu zaidi, awe na nafasi hiyo ya kutengeza kwa mfano nini jopo ambalo litakuwa likifuatilia mambo kama haya. Yani kwamba katika hao makadhi wale ambao wanakuwa na nafasi, kukitokea kitu kama hicho wanarudi huko, yani watakuwa wako juu zaidi ya hawa wengine. Na watakuwa wana uwezo, ni jopo ambalo ni mahsusi ambalo liko chini ya chief kadhi la kutatua na kurejelea na kuangalia ya kwamba nini kuna matatizo ambayo yanatokezea, wenyewe ndio wanatatua. Inakuwa ni njia ya kama rufaa ambayo inaweza ingia kama arbitration na inaweza kuwa ni jopo la maulama pia. Hiyo sasa ni nyingine, kwa sababu arbitration ndio pia yenyewe iko, kwa sababu kwa mfano arbitration inaruhusu watu, kwa nini, na kuna vyama vingi ambavyo viko kwa mfano vimejipatia haki kama hiyo, ambayo zimepatiwa haki kama hiyo kikatiba ya kwamba wanaweza kuwa wanatatua. Kwa mfano kama kuna muasasa au kuna jamii ambayo iko wangependa wenyewe wajihukumu kwa njia zao na zinapitisha, zinakuwa zimekubali. Asante. Kwa sasa ni tumeshaongeza dakika 2. Tunaomba ruhusa tukamilishe kwa leo. Asante sana kwa kushiriki na tumefaidika. Nafikiri ni elimu kubwa ambayo tumepata kutoka kwa mashehe zetu na wataalamu wetu wa masuala ya sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi wenyewe pia inabidi tuende mbio kama masuala haya, kutana na wabunge, masuala haya kushajiisha tutakapoweza katika kuongeza katika katiba yetu. Katiba yenyewe tushaisifu kwamba ni nzuri, na hizi haki ambazo zipo kunazo nukta fulani ambazo zinaweza zikarekebishwa ikawa ina faida kubwa zaidi. Kufikia hapa sina la ziada ila kukuaga insha Allah hadi pale ambapo panapo majaliwa yake Maulana. Nasema assalamu alaikum wa afwa minkum. Allah Allah subhanallah Allah Allah والحمد لله. الله يا